Sema amen. Amen. Sema amina kama naelewa. Amen. Sema amina kama tupo pamoja. Amen. Mapepo ni majanja ya sheria. Yes. Yanajua amina kwamba kuna mahali ambapo umeshikiliwa. Amina. Kuna mahali ambapo umekamatika. Amina. Sema amen. Amen. Sema leo natoka kifungoni. Sema leo natoka kwenye mateso. Yes. Palikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mapepo mengi. Jeshi. Amen. Jeshi limemkamata kwenye mwili wake na kuweka roho chafu za kumpeleka makaburini. Amen. Yesu alipokuja kutaka kumfungua, yes, yale mapepo yakahojiana naye. Amina. Kwa sababu yalikuwa na uhalali wa kuendelea kumkamata. Amina. Hayawezi kubishana na Mungu ameteremka. Wanamuona Mungu yupo hapa. Amen. Kwa sababu wote tunajua kwamba Yesu ndiye Mungu. Amen. Amemuona na wamemtambua. Yes. Kwamba ni mwana wa Mungu. Amen. Yuko hapa. Yes. Lakini bado yakambishia. Amina. Maandiko katika kitabu cha Mathayo 8:29 anasema, na tazama wakapiga kelele wakisema, yes, tuna nini na wewe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mapepo yanajua kwamba huu mwili sasa hivi upo katika miliki yetu. Amen. Huyu mtu ambaye amewekwa vifungo vya makaburini, amen, epo katika miliki yangu. Amina. Pepo la magonjwa, yes, pepo la udhaifu, amen, pepo la uharibifu, amen, pepo la ulevi. Amina. Haleluya. Amen. Bwana jua ya kwamba sasa hivi yupo chini ya miliki yangu. Amen. Kwa hiyo hata kama mwana wa Mungu akiteremka, yes, nina uwezo wa kumuoji. Amen. Nina uwezo wa kumtishia. Amen. Nina uwezo wa kukomaa naye uso kwa uso. Amina. Na kumwambia una nini na sisi, wewe mwana wa Mungu? Amina. Umekuja kututesa. Kwa sababu unapomtoa pepo, maana yake unamtesa. Amina. Unapomtoa pepo katika mahali anapotakiwa kukaa, maana yake unamtesa. Amina. Umekuja kututesa kabla ya muhula. Kwa hiyo kuna uhalali na kuna muda maalum ambao kifungo kimekushikilia. Amen. Kisheria. Yes. Ndio maana pepo anaweza kabishana na mwana wa Mungu. Amina. Kwa sababu anajua muhula wake wa kukukamata bado wakati wake wa kutoka haujafika. Amina. Ni kama mfungwa yoyote ambaye epo hapo Segelea. Amen. Anakuwa na kifungo cha miaka 30. Yes. Unapotaka kwenda wewe ndugu yake. Amina. Unapoenda pale unaenda tu kumsalimia. Amina. Hawezi ukasema twende ndugu yangu, ndio leo nimekuja kukuchukua. Amina. Hawezi kukubali. Yeye mwenyewe kwanza atashangaa, mbona miaka bado? Amina. Hakimu siku ile kwani alisema miaka mingapi? Yeye mwenyewe mfungwa kwanza anakushangaa. Amen. Umekuja kunitoa? Amen. Kivipi? Mbona hakimu alisema nimefungwa miaka 30? Amen. Kwa hiyo yale mapepo they know the legal rights. Hukumu ya sheria inasemaje? Amina. Kwa kila kifungo ulichonacho unaweza ukawa una struggle, unapambana na kuacha ulevi. Amina. Pengine una addiction ya aina fulani. Katika hali ya kawaida utatumia mbinu za kawaida nyingi za wataalamu. Kwamba nisaidieni niache pombe. Niache sigara. Niache bangi. Lakini pepo lile la bangi, pepo lile la ulevi, pepo lile la ukahaba ambalo limekamata mwili wako, lina muhula maalum. Upo. Kama huwa muhula haujaufungua, yes, haujajua umekamatiwa wapi, ndio sio rahisi kutoka. Amina. Utajaribu afu baada ya wiki 2-3, yes, kiu iko pale. Yes. Ndoto mbaya iko pale.
Ile ni katika kukuonyesha kwamba bado kifungo haujatoka, you are still in the prison. Amina. Ndio maana ndoto ni ile ile miaka na miaka, kama unaota unadumbukia kwenye shimo. Mpaka leo tena tunaweza tukaomba hapa wiki 2 pakawa shwari. Lakini ghafla binivu. Yes. Mara tena umeteleza. Simoni. Ujue hapo pana uhalali fulani. Lakini leo Bwana ametutuma, amina, kuwatangazia mateka, yes, uhuru wao. Amina. Waliofungwa ndio kufunguliwa kwao. Amina. Kwa hiyo haijalishi tena uhalali uliopo, ndio maadamu tumetumwa na tutakutangazia katika ibada ya leo kwamba unafunguliwa. Ndio. Na tunavyofungua hatuvunji sheria yoyote. Tunafungua kwa kulipa. Walikuandikia miaka 30. Ndio. Jesus only alipomwaga damu pale msalabani. Ile damu imelipa miaka 500. Imelipa miaka 600. Amina. Kwa hiyo hakuna wa kukudai. Amina. Ndio maana ule wimbo unasema alilipa deni yangu. Kwa nini? Kwa gharama ya mama. Jamani, mnaojua kuimba mbona mkaye basi na maiki? Hamna hata mtu anayepiga kinanda, kuna mtu ambaye anajua kuitikia. Amina. Unataka niaibike? Niko live kwenye mtandao, watu wote wajue kuhani hajui kuimba. Kwa gharama ya mauti. Angalau ukapiga na kinanda inalainisha kidogo kilainishi. Watu hawapo organize jamani, ukae kwenye ngoma, kaa kwenye ngoma. Amina. Wakule akae pale, wakinanda akae kwenye kinanda, na wale waitikiaji wakae maeneo yao. Sio lazima hata usimame, unatakiwa tu uwe sharp unaitikia. Haleluya. Amen. Amelipa gharama za mauti. Kwa hiyo na leo ibada ya leo inasema hivi. Hata kama walikuandikia kufa, tumetumwa kukufungua. Amina. Tumetumwa kukufungua. Amen. Tumetumwa kukufungua. Amen. Ile hukumu iko pale. Lakini neno la Mungu linasema hautakufa. Hautakufa. Ile neno la Mungu linasema wewe utaishi. Utaishi. Hebu piga kigelegele kwanza. Amen. Walio hai wako wapi? Amina. Haleluya. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie acha kukaa kama upo shimoni. Amina. Tuendelee msomaji. Mstari wa 10. Kuna watu nilikuwa nawatoa kidogo kwenye shimo. Amen. Ndio. Mstari wa 16. Bwana akamwambia. Kamwambiaje? Hakika nitakuwa pamoja nawe. Nitakuwa pamoja nawe. Nawe utawapiga wa Midiani. Kabisa. Kama mtu mmoja. Kama mtu mmoja. 17. Ndio. Naye akamwambia. Kamwambiaje? Kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unioneshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Amen. 18. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie, nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakapo nirudia. Hebu sema amen. 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 Sasa ukiendelea mbele, Mungu atampa instructions jinsi gani ya kuwatoa ndugu zake katika vifungo, kwamba pana madhabahu, yes, ya Baali, amen, ya baba yako, amen, ndio inayowazuia msipige maendeleo, msipige hatua. Yes. Hiyo madhabahu lazima ivunjwe. Amina. Ili madhabahu ya Mungu iwe juu. Amen. Kwa sababu kisheria kila kifungo, yes, pana madhabahu yake ambayo inashikilia. Amen. Hukumu inatoka kwenye mahakama
Yes. Na katika ulimwengu wa roho mahakama ni madhabahu. Sema mahakama ni madhabahu. Mahakama ni madhabahu. Madhabahu yoyote ni mahakama. Madhabahu yoyote. Unapoingia madhabahuni, ndio umekwenda mahakamani. Yes. Kudai sheria. Amina. Kudai uhuru. Amen. Kudai mafanikio. Yes. Kudai uponyaji. Amen. Hapa tulipo, yes, tupo mahakamani. Amina. Watu wamekuja na shida zao. Ndio. Wanataka hakimu mkuu, yes, awatoe kwenye vifungo. Yes. Na kuna uhalali ambao ulishashikiliwa na madhabahu zingine. Amina. Hizo madhabahu zinatakiwa ipatikane madhabahu kubwa. Amina. Kubwa. Amen. Yenye nguvu zaidi. Yenye mamlaka zaidi. Tunaita mamlaka ya mbinguni. Ili kufungua kwenye vifungo vyote vya mahakama za kichawi, mahakama za kishetani, yes, mahakama za mizimu. Wana sheria zao ni sawa, lakini Bwana wa mabwana, yeye ndio hakimu mkuu. Na kutangazia, yes, kesi yako, yes, inaenda kuishia hapa. Amen. Hukumu inaenda kubatilishwa yote. Kesi zote za ulevi, kesi zote za magonjwa, kesi zote za vifungo vya muda mrefu, ndio yote uliotamkiwa. Kuna umaskini ambao mmerithishana ndani ya ukoo kwa maneno tu. Unaendelea kwa watoto. Kama huyu Gideoni asingefunguliwa, watoto wake nao wangekuwa maskini, wangekuwa vifungoni kwa maneno yake tu, vile anavyokiri ya kwamba sisi ni wa Manase, kabila maskini, na mimi ndio mdogo, nitazaa maskini. Tayari unaendelea na kifungo. Amina. Leo tunabatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Leo tunapindua uhalali wa matamko, yes, uhalali wa sadaka, uhalali wa damu, uhalali wa madhabahu zinazokushikilia. Leo zikutapike. Zitapike maisha yako, zitapike familia yako, zitapike miguu yako, zitapike macho yako, zitapike mikono yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Piga kelele ya ushindi. Amen. Hapo sasa tunaenda sawa. Amina. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Uhalali wowote lazima ulipwe. Ndio maana katika umeweza kunitafutia pale ambapo alimpa maelekezo ya kwenda kutoa sadaka. Mstari wa 25. 25 tusomee. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Mstari wa 25 nitashuka nayo. Shuka nayo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, ndio, mtwae ng'ombe wa baba yako. Ng'ombe wa nani? Wa baba yako. Ndio. Yani ng'ombe wa pili wa miaka 7. Wa miaka 7. Ukaiangushe madhabahu. Ndio. Ya Baali. Ya Baali. Alionayo baba yako. Alionayo nani? Baba yako. Ndio. Ukaikate Ashera ile. Ashera iliyo karibu nayo. Ndio. Mstari wa 26. Pendelee. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii. Yes. Kwa taratibu zake. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa. Hebu sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Kwa hiyo anampa sasa ufunguo. Yes. Anampa sasa matendo, amen, ya kwenda kubadilisha uhalali. Yes. Kwa sababu baba yake anayo madhabahu, nayo madhabahu ni ya Mungu Baali. Amen. Lazima utoe ng'ombe wa umo kwenye zizi la baba yako. Amina. Haleluya. Amen. Baba amezoea kuwatolea miungu. Yes. Leo unachukua mali yake. Amina. Yaani ng'ombe kutoka kwenye zizi la kwenu. Yes. Na kwenda kumtolea Bwana. Ndio. Ili kuiharibu madhabahu ya Baali. Amina. Lazima uje utengeneze madhabahu nyingine. Amen. Kwa sababu madhabahu zina utaratibu, amina, wa kujifufua. Amen. Yaani mtu tu wewe umevunja, anakuja kaka yako naye anakuja anajenga. Yes. Lazima usimike. Yes. Madhabahu kubwa yenye nguvu, amen, zaidi ya ile. Amina. Ndio maana akamwambia ili umuinulie Bwana
madhabahu. Amina. Baada ya hapo mambo yatakuwa shwari, familia itakombolewa. Ndio. Haleluya, haleluya. Amen. Hebu sema amen. Amina. Kwa mara nyingi kisheria damu inatumika sana. Amen. Damu za viumbe zinashikilia watu mpaka leo, lakini damu ambayo inaweza kafuta yote ni damu ya Yesu. Amina. Haleluya. Amina. Dhambi mbalimbali tunazozifanya, amina, zinampa shetani uhalali, amina, kisheria, amen, ya kutukamata. Ndiyo. Ukienda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, yes, utaona anasema ya kwamba na usipotii sheria yangu, amen, mambo haya yote yatakupata. Amina. Kwa hiyo yanapoanza kukupata, ndio, kwa mfano haujatii sheria, amen, alafu mambo hayajakupata, panaibuka, amen, shetani, yes, anakuja kuwa mshtaki, amina, kuhakikisha yale mambo yanakupata, amina. Anasimama kisheria kwamba Mungu, huyu jamaa jana amefanya tukio, juzi amepiga tukio, hapa jana hajatoa sadaka, ndio hajafanya hivi, mafungu mbalimbali, na anatoa na adhabu yake. Anamfungulia mkeka pale, mkeka wa Kumbukumbu la Torati unasemaje? Chwa, amina. Mkeka ule tumpachike lipi katika haya? unaanza bala njaa, mara magonjwa, mara kichaa, amina, vitu vya ajabu ambavyo mpaka vije vikuachie. Ukisimama kwenye haki ndivyo vinapinduliwa, amen, kwa sababu mkeka ule miongoni mwa mikeka mibaya ni mkeka wa Kumbukumbu ya Torati 28, amen, kuanzia pale 15 pale mpaka 60, amen. Haleluya, amen. Yaani sehemu ya baraka imeenda kama kuanzia wa kwanza mpaka 14, lakini ukianzia 15, ni hatari, amen. Sasa tukianza kuangalia ni lipi alijakupata katika yale, utaoa mke wataruka naye, amen, tazaa watoto, amen, watakuibia, amina. Kwenda hii nyumba kila tukiolewa tunaachika, amen. Kumbe mpo ndani ya mkeka. Leo tunachana mikeka yote ya kichawi, yes. Kila mahali walipokufunga kwa uhalali, yes, tunaenda kubatilisha uhalali wake, amen, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Ili kuishinda ile sheria lazima unawewe uweke tena sheria, amen. Hebu mpigie Yesu makofi mengi, amen. Ile imeenda mpaka ngapi? Ukienda nao unataka mtu mmoja wewe anaiangalia tu 68 mpaka 68, mateso tu. Kuna ule mmoja unaosema mpaka utakapochanganyikiwa, amen. Ukiona hujachanganyikiwa ujue bado cha moto hujakiona, amen. Haleluya, amina. Uko tayari kutoka gerezani? Nipo tayari. Uko tayari kutoka kwa uhalali? Nipo tayari. Ni lazima tutafute sheria inasemaje kukutoa katika kifungo, amina. Tumwangalie shetani, huwa anatafutaga, akikosa kabisa inabidi arudi tena kwa Bwana. Yaani anatafuta wakati anamtafuta Ayubu, yaani Mungu anamwambia hivi, umetokea wapi? Nilikuwepo huko duniani katika kuzunguka huku na huko. Wewe sidhani anazunguka bure kama wewe unavyozungukaga tu, umeenda Kariakoo unaangalia maduka ya watu, then you come back, then kesho tomorrow umeenda makumbusho, you are just window shopping. Shetani anapozunguka anaangalia uhalali, amen,
wa kukuchapa, wa kukutandika. Yes. Yaani wewe unapozunguka naye yupo nyuma yako anazunguka na wewe. Yaani wewe akikuona kama hauna mwelekeo anaacha, anafuata huyu. Unapopishana pale anaona wewe kama hauna mwelekeo anaachana na wewe, anamfuata huyu, naye huyu anaelekea wapi? Kwa hiyo yuko busy anafuatilia watu maisha yao. Amen. Anachofuatilia ni mahali gani utavunja sheria. Yes. Kwa nasema nilikuwa nazunguka huko na huko, akamwambia, "Je, najua huko ulipokuwa nazunguka umewapata wengi na umewatia kwenye vifungo. Lakini je, Ayubu umemweza?" Kaambia, "Da, yule jamaa ameshindikana." Ndio. Yule jamaa ni hatari. Hatendi dhambi. Amen. Hakufuru. Amen. Hafanyi mambo ya ajabu. Amen. Lakini yote ni kwa sababu wewe umembariki na umemlinda. Amen. Na umemwekea ukigo. Amen. Kwa hiyo kumbe baraka zinasaidia angalau. Yes. Ili utende dhambi kwanza utolewe baraka. Watu kuone kweli wewe ni mpole kweli. Ukitaka kumjua mtu afilisike, ukitaka kumjua tabia ya mtu afilisike. Amen. Au apate hela nyingi, hapo ndio tutakujua vizuri kama wewe kweli mtulivu. Ndio maana kuna zingine Mungu anaamua tu kubalance. Anakubalance tu upate ya sukuma wiki, upate ya mboga na ugali. Bas. Na nauli ya kuja kituoni. Hapo anakubalansisha, yani Mungu anachekecha. Anajua huyu nikimfungulia baraka zenyewe ndio zitampeleka shimoni. Kwa sababu bado hajafikia kiwango cha kutunza baraka za Mungu. Amen. Hebu sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Unibariki. Unifungue. Unipe njia ya mafanikio. Sitaacha njia yako. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Pigia Bwana Yesu makofi hapo ulipo. Tusome kitabu cha Luka 22 mstari wa 29. Shetani anapozunguka anatafuta mistake, kwa sababu anajua uhalali upo kwenye dhambi. Soma kitabu cha Luka mtakatifu sura yake ya 22. Ndio. Mstari wa 29. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Nami nawawekea ninyi ufalme kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi. Yesu anaongea nao. Tuendelee. Mstari wa 30. Mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi, huku mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Yes. 31. Akasemaje? Simoni, tazama, Shetani anawataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. 32. Ndio. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. 33. Hapo. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Shetani amewatafuta ili awapepete kama ngano. Yes. Shetani anakutafutaje? Kwenye sheria. Amina. Anaangalia. Lakini Bwana anamwambia Simoni, amen, nimekuombea imani yako amen, isitindike. Amen. Maana yake usitoke nje ya sheria. Amen.
Usivunje sheria ya Bwana. Amen. Na unapokuombea manake unatoka hapa unaenda kuwafungua na ndugu zako. Amina. Unaenda kuwaimarisha na nduguzo. Amen. Ukishakaa upande wa sheria, yes, tayari unakuwa na nguvu, yes, ya kuwaimarisha na ndugu zako kwa sababu sheria unayo. Amen. Na sheria ipo katika imani. Amina. Imani ya Mungu ndiyo sheria ya Mungu. Amen. Mtu mwenye imani ndani yake manake anatunza sheria. Amen. Ndani ya moyo. Yes. Sio kwenye maandiko. Amen. Moyoni. Yes. Sheria ikikaa moyoni, amina, ni tofauti na sheria iliyopo kwenye makaratasi. Amen. Iliyo kwenye makaratasi ndio inaangalia watu wanakuangaliaje. Amina. Watu wanakupimaje. Lakini ikikaa moyoni, popote unapokwenda ndio unatembea nayo. Amina. Unatembea na sheria moyoni. Yes. Hautendi dhambi. Hata ukiwa katika kificho. Amina. Maana yake Mungu ndio anatembea na wewe muda wote. Amina. Hakuna wakati ambapo baraka za Mungu zitapotea. Amen. Wala shetani hawezi kupata mfumo wa kukuingiza kwenye mateso yake. Amina. Na inakuwa rahisi kujitamkia. Amen. Kujiombea. Amen. Kuombea ndugu zako. Amina. Kama upo ndani ya sheria. Amen. Unakuwa rahisi, unakuwa na mamlaka. Amina. Mamlaka yanatokana na kusimama katika halali. Amen. Katika haki. Amina. Haki inakupa mamlaka ya kukemea. Amina. Haki inakupa mamlaka ya kushauri. Amina. Haki inakupa uwezo ndio wa kutamka. Na vitu vinatokea. Amina. Hebu sema amina mbele za Bwana. Amen. Na kuombea jioni ya leo. Bwana akupe nguvu. Bwana akuimarishe. Bwana akuwezeshe. Ndio. Mahali popote ulipotindikiwa. Katika imani. Yesu akujaze imani. Amen. Yesu akuinue imani. Imani yako ikipanda, tayari baraka za Mungu zitaambatana na wewe. Amina. Muulize Ibrahimu. Aliambiwa toka katika nchi ya baba yako. Akatoka kwa imani. Ile imani iliyojaa moyoni mwake ilimfanya akawa mtu aliyebarikiwa. Ilimfanya akawa baba wa mataifa. Amina. Na kutamkia katika ibada ya leo. Lipo neno Mungu ameliweka ndani yako. Linaenda kubadilisha mifumo. Linaenda kuangusha madhabahu za upande wa baba na za upande wa mama. Hazitakuwa na nguvu juu yako maadamu umesimama katika haki. Kama ukisimama katika imani. Ni maombi yangu katika ibada ya leo. Yesu akujaze imani. Yesu akujaze sheria ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Unajua kupata utajiri ni kitu chepesi. Amina. Ni kitu cha imani. Amen. Unapokuwa na imani. Amina. Unaweza ukajitamkia mwaka huu. Amen. Simalizi na mimi naingia kwenye eneo la utajiri. Amina. Halafu uone sasa Mungu anavyoanza kukuongoza. Amen. Unasimama katika haki. Amen. Unasimama katika imani. Yes. Unasimama katika matendo. Amina. Unasimama katika sheria. Amen. Kila unachokifanya kinakuwa ndani ya utaratibu wa kimungu. Amen. Mungu anaanza kuweka baraka. Amina. Mungu anaanza kufungua watoto wako. Amen. Mungu anaanza kufungua magonjwa. Yes. Wewe unashangaa tu magonjwa mbona yanaondoka yenyewe. Mbona mwili wangu umeanza kuwa mwepesi. Amina. Tamka mwenyewe. Ukishatamka yanatokea. Lakini kinyume na hapo, ndio shetani yupo kazini. Amina. Anatafuta uhalali wa kukupepeta kama ngano. Leo nakataa kupepetwa. Watapepetwa maadui. Watapepetwa wachawi. Watapepetwa walioshindwa. Lakini nitasimama imara kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Sema amen. Amen. Yaani wewe ukikubali kutenda dhambi, ndio umempa uhalali wa kuku pepeta. Ukifanya dhambi tu kweli tayari umempa kibali, kama unavyopepetaga mchele. Amen. Si unajua mchele nusu makapi nusu mchele. Unapepeta afu unaopepeta juu zaidi ili upepo upite naye. Amen. Amen.
Leo Jesus only yupo pamoja na wewe. Amen. Sema sitakubali kupepetwa na adui. Sitakubali kupepetwa na shetani kwa njia yoyote ile. Ukitaka kubadilisha uhalali wa vifungo, amen, unavyosema ninamtumaini Mungu, ndio, na wewe badilika, simama sheria ya Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Simama upande tu wa Bwana, utaona wepesi. Amen. Katika kila jambo. Amen. Shetani akipiga kombora haliwezi kukupata. Amen. Ayubu makombora yalimpata, yes, kwa sababu shetani alipewa mwanya. Amen. Yaani kisheria shetani alikosa mlango wowote. Amen. Alikosa eneo lolote la uhalali wa kumfunga Ayubu. Amen. Ndio maana mateso ya Ayubu, yes, yalikuwa ya kipindi tu. Amina. Ya kipindi tu. Amen. Ya kipindi tu. Amen. Baada ya hapo palikuja na urejesho, yes, wa dabo mara mbili zaidi. Amina. Mara mbili zaidi, kwa sababu kile hakikuwa kifungo. Amina. Ilikuwa ni jaribu. Amen. Ambalo halikuwa na uhalali wa kumweka Ayubu katika magonjwa ya majipu. Yes. Halikuwa na uhalali wa kumweka Ayubu katika mateso ya ndoa. Ndio. Haikuwa na uhalali wa kumfanya akose watoto. Ndio. Alikosa kwa kipindi fulani. Baada ya hapo double restoration. Amina. Na kutamkia jioni ya leo, kama ulipitia kipindi cha jaribu, cha kifungo, cha mateso, leo umetoka. Bwana akurudishie. Yesu akurejeshee kila kilichopotea. Arudishe mara mbili. Tena maajabu ya Mungu, anarudisha kile kilicho bora. Amina. Maandiko yanasema watoto wa Ayubu au mabinti zake walikuwa wazuri kuliko binti zote. Yaani wewe unapita unajua kabisa mimi ndio nina the most beautiful daughters Tanzania nzima. Yaani unajua kabisa mimi mabinti zangu ndio pisi kali. Top. Amen. Yaani unajua kabisa mimi baraka nilizonazo ndio top. Yaani unajua kabisa mimi hata nikivaa mavazi yanakaa vizuri kuliko wote. Amina. Yaani unajua kabisa mimi hata nikifanya biashara, biashara yangu inakuwa ni nzuri kuliko zote. Kwa nini unalalamika? Amina. Kwa nini ulielie? Amina. Wakati Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. Amina. Yeye sio Mungu wa kukuacha kifungoni. Amina. Ni Mungu wa kukutoa, yes, katika shimo, katika gereza. Na kutamkia jioni ya leo, yapo mafuta nimeachiliwa hapa. Ni mafuta ya kukutoa kwenye kifungo, ya kufuta uhalali. Uhalali wa aina yoyote. Iwe ni wa madhabahu, iwe ni wa sadaka ziliwahi kutolewa, iwe ni wa maneno ya kutamkiwa, iwe ni wa makosa uliotenda mwenyewe, ule uhalali, haijalishi. Nimetumwa kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, waliofungwa kufunguliwa kwao. Hatari. Hata kama ni mfungwa halali, na kutangazia kufunguliwa leo. Yaani hapa ninapotamka, kuna mafuta yanamiminika juu yako, yanakuset free. You are being set loose. Loose. Free. Loose. Loose. Free. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Yes. To proclaim. Amen. Freedom. Amen. To the captives. Yes. Hautakuwa captive tena. Amina. Hautakuwa prisoner tena. Amen. Shetani anapenda uhalali. Kwa sababu shetani anadili na sheria za kiroho. Za kiroho. Yes. Za kiroho. Amen. Nataka tuone mfano mmoja wa mama ambaye alikaa kifungoni
kwa miaka mingi. Haleluya. Amen. Kitabu cha Luka 13 mstari wa 11 mpaka mstari wa 17. Sasa hii Biblia yote hii imekaa kisheria. Biblia nzima imekaa kisheria tu. Amen. Kwa hiyo kila unaposoma wewe unatafuta, yes, hapa kisheria pakoje hapa? Amen. Yaani wote hapa tunageuka kuwa wanasheria. Wanasheria. Sababu Mungu wetu yeye ndio wakili mkuu. Amen. Usipogeuka mwanasheria, unajua watu wenye dhambi, yaani mtu mwenye kesi nyingi, amen, huwa anajua sheria nyingi kwa sababu kila siku yupo mahakamani. Amen. Kila siku yuko mahakamani. Leo wamemwambia, yaani muda wote anadili na wanasheria tu. Amen. Wanamwambia bwana, unajua hapa kisheria ili uchomoke hapa inabidi uipige hivi, tutaipiga hivi, tutaipeleka hivi. Amen. Sasa na watu wa Mungu tunatakiwa tuwe katika utaratibu huo. Amen. Wa kisheria zaidi. Amen. Nisomee kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 13 mstari wa 11 hadi wa 17. Ndiyo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Mwambie jirani yako, sikiliza. Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. 12. Ndiyo. Yesu alipomwona alimwita, akamwambiaje? Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. You are free. Amen. Katika udhaifu wako you are free. Yaani Mungu Yesu ametamka tu simple. Amen. Wakati ni mtu amekaa kwenye kifungo hicho for 18 years. Amen. Miaka 18. Yes. Epo amepinda. Lakini Yesu akamwona bila maswali. Amen. Bila nini? Yes. Akamwambia umefunguliwa. Amina. Sasa siri, kwa nini ilikuwa simple sana? Amina. Kwa nini ilikuwa rahisi kufunguliwa? Ndio. Siri iko wapi? Amina. Mbona leo mapepo yanatusumbua hapa? Mchungaji jasho, mwenye pepo jasho, mashemasi wanaomshikilia jasho. Amina. Kanisa nzima jasho. Pepo lipo tu linasema sitoki. Kwa sababu kuna vifungu vya sheria tunahangaika hatuvijui. Amina. Ndio maana tumeletewa somo, tutafute maarifa. Amen. Wachungaji na waumini. Amen. Tusome maandiko. Amina. Ili iwe rahisi tunatamka tu. Amen. Leo umetajirika, kesho kweli tunakuona umekuja na ndinga umeipaki hapo, kuhani naomba uniombee kifunguo yangu hii hapa. Amina. Simple. Amen. Lakini ukiona bado tunahangaishana hapa, tunavutana, ujue there is something wrong. Amen. Kuna vifungu vya sheria bado hatujavijua. Amina. Na nakuhakikishia tutavijua tu. Amina. Na tukivijua, amen, wachawi watakuogopa. Amen. Waganga watakuogopa. Vifungo vitakatika. Ngome zitaachia. Haiwezekani hapa umekuja, nimekuombea pepo la uzinzi, na kuombea na likemea, alafu ukishuka ngazi tu unakutana na lijamali na kuzoa. Hatari. Tunachoshana. Amen. Hebu cheka, usijibane. Utakuja upasuke. Amen. Kuna mahali tunakosea. Hebu soma kwanza huyu aliyepindana ilikuwaje? Mstari wa 13. Akaweka mikono yake juu yake. Ndiyo. Naye akanyoka. Mara hiyo akamtukuza Mungu. Mstari wa 14. Basi mkuu wa sinagogi, ndiyo, akakasirika kwa sababu ya Yesu amemponya mtu siku ya Sabato.
akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zipaazo kufanya kazi. Kama umeruka sehemu mstari wa 14. Hujaruka hapo kweli? Sijaruka. Tuendelee. Mstari wa 14. Ndiyo. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Ndiyo. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zipaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Mstari wa 15. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake na punda wake siku ya Sabato katika zizi? Ndiyo. Aende naye kumnywesha? Kiulizo hicho. Mstari wa 16. Ndiyo. Na huyu mwanamke aliye uzao wa Ibrahimu. Uzao wa nini? Uzao wa Ibrahimu. Mwanamke yuko katika uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18. Yes. Hii haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Kiulizo. Mstari wa 17 na wa mwisho. Unasemaje? Aliposema hayo, wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Amen. Amen. Haleluya. Kuna sehemu ninapatafuta ambapo alimuuliza, je, ni halali kumponya mtu siku ya Sabato? Nadhani ni andiko jingine kama alipo kwenye Marko ama ni wapi, lakini story ndio hii. Alipoteseka miaka hiyo yote, kumbe uhalali wake wa kumfunga ni kwamba asiombewe siku ya Sabato. Yaani panasili ilikuwa imefungwa pale kisheria. Mtamwombea siku zingine zote, haponi, hafunguliwi, hatoki. Lakini ukagusa mahali penye sheria iliyomfunga, anatoka kirahisi, kwa sababu wao walikuwa wameambiwa hapa hamna uhalali kumfungua mtu siku ya Sabato, mwache akae kwenye kifungo. Kwa hiyo miaka 18 anaombewa kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Ikifika siku ya Jumapili Sabato, wanamlaza pale kama mzoga, yupo tu pale kama picha. Kumbe ndio siku yake ya kufanya nini? Ya kufunguliwa. Kumbe ndio kifungo chake kimeshikilia pale, ya kwamba hakuna kupona Sabato. Maanake kuna familia zingine zimeshaandikiwa hamna kuolewa chini ya 30 au chini ya 40. Yaani hakuna uhalali wa binti wa nyumba hii kuolewa under 40. Kwa hiyo utapambana miaka 18. Kitabu cha Luka kwani. Luka inasemaje? Hebu isome 14 mstari wa 3. Inasemaje? Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 14. Mstari wa 3. Ndiyo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Yesu akajibu akawaambia. Akawaambiaje? Wanasheria na Mafarisayo. Anawaambia kina nani? Wanasheria na Mafarisayo. The lawyers yao ndio wenyewe. You know wale maarufu wale. Kama hapa Bongo unakuta wanasheria maarufu. Amen. Wanaochukua kesi nzito. Wamejaa pale, alafu anaanza kuwasomea. Je,
Ni halali kumponya siku ya Sabato? Ni halali kumponya siku ya Sabato ama sivyo? Au sio? Kiulizo hicho. Mstari wa 4. Sasa mimi nakuuliza, kwenye ukoo wenu ni halali binti kuolewa kabla hajafika 40? Ni halali binti kuzaa watoto 3? Ni halali kuzaa kabla hajaolewa au baada ya kuolewa? Kwa kuna visheria vimewekwa vinakupa uhalali wa kuzalia nyumbani. Amen. Ukiangalia dada wa kwanza alizalia wapi? Home. Amen. Dada wa pili alizalia wapi? Home. Mzee hata akiwa mkali vipi ndio kwanza, na dada wa tatu naye anakuja na katoto hivi kana mwa. Jamani, hiyo ni damu yetu kabisa. Wamekapokea. Amen. Kumbe ni sheria. Amen. Sasa na ule mdogo wenu aliyebakia ndio mnakatunza bado kabinti kadogo. Amen. Katawaletea tu mjukuu. Amen. Because it's the law. Yes. Of the family. Yes. We cheka tu. Siku utakapokuja hapa ili kwa kweli kuhani mimi sikuelewa. Ukuelewa vipi? Mbona mwenzetu kama vile afya yako njema, siku hizi unakula nini? Mimi kuhani, maelezo marefu, kumbe pana sheria maalum. Amen. Leo tunapasua sheria zao, tunataka ukae katika sheria ya Mungu. Sema amen. Amen. Sema amina. Kwa nini useme amen? Amina. Je, ni halali yes mtu huyu kupanda cheo? Amina. Yaani wanatafuta sheria. Amen. Kuna wakati alizaliwa mwingine amezaliwa kabisa tangu tumboni kwa mama yake, ni kipofu, sijui ni wataalamu wakamuuliza Yesu, hivi aliyetenda dhambi hapa nani? Ni huyu mtoto au wazazi wake mpaka azaliwe kipofu? Kwa hiyo wanatafuta uhalali wa yeye kuendelea kuwa kipofu. Amen. Kwa hiyo kama kuna mtu alitenda dhambi, manake it's okay. Amen. Leo tunasema it is not okay. Yes. Hatuwezi kukubali. Amen. Hatuwezi kukubali sheria waliotuwekea. Amen. Sasa wewe fuatilia kwenye ukoo wenu, pana uhalali wa namna gani? Amen. Je, ni halali huyu jamaa nasikia amekuwa mchungaji? Wazee wameshaulizana vibaya. Amen. Je, ni halali kweli? Mbona tunaanza kumuona tena kwenye mtandao anahubiri injili? Ni halali kweli awe mchungaji huyu kwenye ukoo wetu? Amina. Wewe uko busy huku unachapa injili, kule kuna vikao vizito vya familia. Na wenyewe wana uhalali wao. Amen. Kufumba na kufumbua. Wanajua mahali pa kukuvuta kisheria sasa. Amina. Kesho kutwa mara baada nitakuja. Mara tumekuona huko kilabuni. Umerudi tena. Amen. Haleluya. Amina. Leo tunakataa. Yes. Uhalali wao wote. Yes. Kila kilichoandikwa. Ndio. Sheria. Yes. Zinazotufunga. Amina. Zinazotukamata. Amina. Natamka kwa jina la Yesu. Kama tumezaliwa. Amen. Tutafunguliwa. Yes. Sisi ni mzao wa Ibrahimu. Amina. Kama yule binti wa Ibrahimu. Yes. Aliyefunguliwa na Yesu. Amina. Yesu akasema ni halali kumfungua siku ya Sabato. Amina. Na sisi tunafunguliwa. Yes. Hata kama waliweka sheria. Ndani ya ukoo hamna kuzaa. Ndani ya ukoo hamna kupiga hatua. Tukae maskini. Amina. Leo wana wa Ibrahimu. Yes. Tunarithi mambo ya Ibrahimu. Tunatamka watoto wa agano. Yes. Agano la Bwana litatufungua.
agano la Bwana litasimama. Amina. Wazao wa agano, lipo agano ndani yetu, lipo agano ndani yetu la baraka, la kuzaa, la kufanikiwa, la kushinda. Tunalipokea kwa jina la Yesu Kristo. Hapo ulipo wewe sio maskini, wewe sio tasa, wewe ni mtu ambaye umebarikiwa, umepokea, umeinuliwa, ni mshindi. Haijalishi maruerue yote unaoyaona ulimwengu wa roho, lakini Bwana yuko mahali hapa, anajua lipo agano ndani yako. Sema amen. Sema amen. Amina. Yesu akasema, kwani huyu si binti wa Ibrahimu? Huyu si mzao wa Ibrahimu? Kwani mnaniambia nisimponye tena sabato hii? Ibrahimu ni mtu wa agano, na huyu binti nipo ndani ya agano. Kwa hiyo kuna uhalali wa maagano. Kuna maagano mabaya yamekufanya kuwa kifungoni, ule uhalali wake. Leo tunaingia kwenye familia ya Ibrahimu, tunapokea urithi wa Ibrahimu. Maagano yote tumeyapasua, maagano yote tumeyaangusha, maagano ya ukoo, upande wa baba, upande wa mama, yapasuke. Sema amen. Amen. Uko tayari? Nipo tayari. Ya kuachilie. Ndio. Ufunguliwe. Yes. Maagano ya matamko ya mazizini. Ndio. Maagano ya maporini. Maagano ya milimani. Maagano ya kwenye madhabahu za kisheria, za kichawi, za kimizimu. Leo tunatoka kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Sema amina kama unaelewa. Amen. Sema amina kama unaelewa. Amen. Kwa nini ikifika sabato ndio unalala? Kwa nini ikifika ibada, ikifika neno ndio unalala? Kuna agano. Amina. Pana uhalali katika usingizi wako. Upo uhalali wa kulala katika ibada. Yes. Yaani kuna watu wana huo uhalali. Ndio. Na huo uhalali tukikufuatilia, hata sister yako na yeye anapigaga mbonji kwenye ibada. Tukikufuatilia, bibi mzaa mama naye eko umo kwenye uhalali wa kulala. Yani hata tupige kelele, ndio kwanza tunakubembeleza. Amina. Nibembeleze, nibebe. Leo ndio mwisho wa usingizi. Amen. Leo ndio mwisho wa usingizi. Amen. Sawa si sawa? Sawa. Tumalize tusimalize? Tumalize. Au tukuache uendelee kulala? Uhalali, watu hawa, yes, vitu ambavyo vinafunga mtu mara nyingi. Amen. Pana dhambi binafsi, dhambi ya ukoo. Amen. Agano lisilojulikana. Amina. Au linalojulikana. Yes. Maneno yaliyotamkwa. Amina. Maneno haya yanaweza ulitamka, ulitamkishwa. Amina. Au ulitamkiwa. Amen. Yamekuweka kwenye uhalali wa kuendelea kuteseka. Amen. Vitu vilivyopokelewa kwenye madhabahu. Amen. Ama vilivyotolewa. Amina. Hivi vyote ndio kazi yake, kuweka uhalali. Amen. Wa mateso ya wanadamu. Yes. Lakini leo nakutamkia, yes, Mungu wetu anampanga kukufungua. Amina. Kukutoa. Toa. Utatoka kwa jina la Yesu. La Yesu. Utafunguliwa kwa jina la Yesu. La Yesu. Natamka unafunguliwa. Ndio. Kila uhalali waliokuwekea. Yes. Bwana wa majeshi yupo mahali hapa. Yupo. Anataka utoke. Utoke. Anataka ufunguke. Yes. Anataka uhame. Amen. Sema amen ya nguvu. Amen. Kitabu cha Wakolosai. Yes. Kitabu cha Wakolosai 2. Wakolosai 2:14 mstari wa 15.
Kitabu cha Wakolosai sura yake ya pili. Ndiyo. Mstari wa 14 na wa 15. Yes. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Mstari wa 15. Yes. Akisha kuzivua enzi na mamlaka, enzi na mamlaka, na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia. Ndiyo. Katika msalaba huo. Yes. Nukta. Amen. Simama juu mahali ulipo. Yes. Simama juu mbele za Bwana. Amen. Wakati huo unanifungulia kitabu cha Yeremia 25 mstari wa 11. Praise and worship. Yes. Jipange tupate kuingia kwenye maombi. Kuna kitu Yesu anataka kufanya katikati yetu. Akazivua enzi na mamlaka, akazigongelea kwenye msalaba, akaichana ile hati ya mashtaka, akaifuta. Bwana anakwenda kufuta. Kitabu cha Yeremia. Yes. Sura ya 25 mstari wa 11. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza. Ndio. Nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Miaka mingapi? 70. Kwa hiyo wana wa Israeli walitupwa kwenda kumtumikia mfalme wa Babeli for 70 years. Palikuwa na muhula maalum wa wao kumtumikia, lakini una wakati ilifika mfalme Koreshi, yes, wa Uajemi, yes, akatoa amri ya kuwarudisha. Amen. warudi Israeli, Yerusalemu. Yes. Amri ikatoka ya mfalme warudi. Yes. Mfalme Koreshi wa Uajemi. Amen. Uajemi ndio hii Irani unayoisikia sasa hivi mabomu yanapigwa. Amen. Leo Yesu atoe kauli urudi. Amen. Pamoja na kwamba ni muhula wa miaka 70 kifungo. Yes. Lakini ikitoka amri yenye uhalali. Amen. Amri yenye nguvu. Yes. Neno la Mungu likatolewa kwa wakati maalum ambao Mungu ameachilia. Amen. Neema yake ya kukutoa. Amen. Kibali chake cha kukutoa kikifunguka tu. Yes. Ule mlango ukifunguka tu. Yes. Kama yule binti ambaye ni mzao wa Ibrahimu. Amen. Anakutana na Yesu. Yesu anasema umeshapona, umeshafunguliwa. Amen. Ninakwenda kutamka leo ya kwamba unafunguliwa. Amen. Inua mikono yako. Waabudu Mungu. Jiachilie tu mbele za Bwana, kuna kitu kinakwenda kufanyika. Let the power of restoration take you. Let the power of healing. You are being set free. You are being set loose. You are being set free. No matter the covenants. Haijalishi. Fungua tu moyo wako, inua mikono. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kutukomboa. Anasema kwa muhula wake nitakurudia. Wakati huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Utukufu. Muhula wa Sara ulipofika, hapakuwa na neno gumu tena. Kila neno lililotamkwa lilikuwa na uhalali mbele za Mungu. Siri
ya kutoka kwenye uhalali ni kusimama kwenye haki. Toba itakurudisha nafasi yako. Toba itamfanya adui akose uhalali. Kumkiri Mungu kutamfanya adui akose uhalali wa kukushikilia. Kama utafungua moyo wako ukaomba toba ya familia, upande wa mke, upande wa mume, neema ya Mungu itashuka juu yako. Yesu anahitaji toba ya kweli ili aturudishie uhalali ambao tumeupoteza miaka na miaka. My Lord, my God. Fungua moyo wako, wacha Yesu ateke control.